Waandishi wa habari, asanteni kwa kuja kwenye mkutano wetu huu, mkutano maalum, mkutano wa kifainali. Mbele yenu naitwa Ahmed Ali, ni meneja wa habari na mawasiliano kutoka Simba Sports Club. Niko na ofisa kutoka benki ya Azania ambao wao ndio wadhamini wakuu kwenye fainali hii ya Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, na muda ukifika tutamsikia atatueleza na wao kwa upande wao wamedhamiria kufanya kitu gani kwenye udhamini wao huu. Lakini kwa kipekee kabisa na kwa heshima na taadhima, nichukue nafasi hii kuwashukuru benki ya Azania kwa kukubali kutushika mkono na kutupa support ya udhamini wa kiasi cha fedha ambacho hatuwezi kukitaja hapa, ambacho ni maalum kwa ajili ya kufacilitate shughuli mbalimbali za Simba Sports Club za kimaandalizi kuelekea katika mchezo huo, ikiwemo shughuli za hamasa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club na management ya Simba na wanachama na mashabiki kusema asanteni sana Azania. Hakika mmeonesha ukubwa wenu kwa kujumuika nasi katika fainali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mafanikio tutakayoyapata hapa kwenye fainali hii yatakuwa ni mafanikio yetu sisi Simba Sports Club nanyi Azania Bank. Baada ya kutoa dibaji hiyo, tumewaita hapa kwa ajili ya kuzungumzia machache ambayo yanahusiana na fainali ya kombe la shirikisho, fainali ya mkondo wa pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Fainali ambayo itakwenda kuamua hatma nani awe bingwa mpya wa Afrika kwa msimu wa 2024-2025, ambapo kiuhalisia ukiangalia vizuri kabisa unamuona Simba Sports Club akiwa ndio huyo bingwa wa Afrika msimu huu. Mechi yetu itakuwa ni tarehe 25 ya mwezi huu wa 5, na mchezo utapigwa katika uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar. Na kikosi kinataraji kuondoka kesho kuelekea visiwani Zanzibar, kwa maana kikosi cha Simba kinataraji kuondoka kesho kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuanza mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Mara baada ya kurejea kutoka Morocco, timu ikapata mapumziko ya siku mbili, kwa maana Jumapili tuliorejea na jana Jumatatu. Leo Jumanne kikosi kinarejea mazoezini na kuingia moja kwa moja kambini katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena kwa ajili ya programu hiyo, na tutaondoka kwa pamoja kesho kuelekea Zanzibar kwenda kuanza kambi yetu ya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Mechi yetu inachezwa katika uwanja wa Amani, na hii ni moja kati ya habari kubwa sana ambayo imetikisa Afrika kama si dunia kwa ujumla. Waandishi wa habari, asanteni kwa kuja kwenye mkutano wetu huu, mkutano maalum, mkutano wa kifainali. Mbele yenu naitwa Ahmed Ali, ni meneja wa habari na mawasiliano kutoka Simba Sports Club. Niko na ofisa kutoka benki ya Azania ambao wao ndio wadhamini wakuu kwenye fainali hii ya Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, na muda ukifika tutamsikia atatueleza na wao kwa upande wao wamedhamiria kufanya kitu gani kwenye udhamini wao huu. Lakini kwa kipekee kabisa na kwa heshima na taadhima, nichukue nafasi hii kuwashukuru benki ya Azania kwa kukubali kutushika mkono na kutupa support ya udhamini wa kiasi cha fedha ambacho hatuwezi kukitaja hapa,
ambacho ni maalum kwa ajili ya kufacilitate shughuli mbalimbali za Simba Sports Club za kimaandalizi kuelekea katika mchezo huo, ikiwemo shughuli za hamasa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club na management ya Simba na wanachama na mashabiki kusema asanteni sana Azania. Hakika mmeonesha ukubwa wenu kwa kujumuika nasi katika fainali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mafanikio tutakayoyapata hapa kwenye fainali hii yatakuwa ni mafanikio yetu sisi Simba Sports Club nanyi Azania Bank. Baada ya kutoa dibaji hiyo, tumewaita hapa kwa ajili ya kuzungumzia machache ambayo yanahusiana na fainali ya kombe la shirikisho, fainali ya mkondo wa pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Fainali ambayo itakwenda kuamua hatma nani awe bingwa mpya wa Afrika kwa msimu wa 2024-2025, ambapo kiuhalisia ukiangalia vizuri kabisa unamuona Simba Sports Club akiwa ndio huyo bingwa wa Afrika msimu huu. Mechi yetu itakuwa ni tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 na mchezo utapigwa katika uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar. Na kikosi kinataraji kuondoka kesho kuelekea visiwani Zanzibar, kwa maana kikosi cha Simba kinataraji kuondoka kesho kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuanza mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Mara baada ya kurejea kutoka Morocco, timu ikapata mapumziko ya siku 2, kwa maana Jumapili tuliorejea na jana Jumatatu. Leo Jumanne kikosi kinarejea mazoezini na kuingia moja kwa moja kambini katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena kwa ajili ya program hiyo, na tutaondoka kwa pamoja kesho kuelekea Zanzibar kwenda kuanza kambi yetu ya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Mechi yetu inachezwa katika uwanja wa Amani, na hii ni moja kati ya habari kubwa sana ambayo imetikisa Afrika kama si dunia kwa ujumla. Kama mpaka mkoa huu wanatoa usafiri na kuja Benjamin Mkapa, ni ishara kwamba watu wengi wanataka kuishuhudia hii fainali. Hiyo ndio sababu pekee ya msingi ambao sisi tulitaka mechi ichezwe Benjamin Mkapa ili watu 60,000 waje waishuhudie mechi hii. Lakini sababu nyingine ambayo hatukutaka mechi kwenda Zanzibar ni kutokana na ukweli ya kwamba shabiki ameshalipa nauli yake ya 100,000 kutoka Mwanza. Akifika Dar es Salaam achukue tiketi nyingine ya 35,000 kwenda Zanzibar, kwenda na kurudi 70,000. Yani nauli peke yake kwa shabiki huyu ni 170,000, ukijumlisha na tiketi ya kuingilia uwanjani 180,000. Kulala Zanzibar maana yake kwa shabiki wa kawaida tu ambaye anahitaji kuiona hii fainali, kwa wale ambao wanatoka mikoani, asiwe na chini ya 300,000. Sisi viongozi wa Simba tukasema huu ni mzigo mzito kweli kweli kwa mashabiki wetu. Acha tupambanie mechi ichezwe Dar es Salaam, ili wa mikoani atakayelipa nauli yake kutoka mikoani akifika Dar es Salaam anakuwa amefika, anaingia uwanjani, mechi inaisha, anarudi nyumbani kwao. Lakini kwa Zanzibar gharama inakuwa kubwa mno kwa watu wetu, na sisi tumewekeza mioyo yetu kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo tulipambana kwa nguvu yote kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanapata unafuu wa kuishuhudia hii mechi. Na kwa Dar es Salaam mechi ikiisha hata saa 2 saa 3, mnaweza mkaingia kwenye kosta yenu mkageuza mkoani kwenu. Kwa Zanzibar lazima mlale. Gharama ni kubwa kweli kweli. Ndio maana tukawekeza nguvu kubwa kupambana mechi iwe Dar es Salaam. Lakini tumeshindwa. Mechi sasa imepelekwa Amani.
Baada ya mechi kupelekwa Amani, sisi kama timu kubwa tunapaswa kufanya kitu gani?